Mpenzi mtazamaji wa Iyambaletu TV, ni kwamba tunajielekeza mjini Uvira. Huko tunaenda kukuta kundi la vijana wanaosapoti rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambao wanaandaa sherehe mbalimbali za kuzindua ofisi yao, pia taratibu za kumpokea mheshimiwa rais Felix Tshisekedi katika kona mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumetamani kujua kwa nini waunde kundi hili na kwa nini wajiandae kumpokea rais Tshisekedi. Wameona uzuri gani wa rais Felix Tshisekedi? Mbele yangu hapo nina viongozi wawili, na nitaongea na mmoja. Kiongozi, ujambo? Jambo sana mhariri. Naomba upate kwa faida ya watazamaji wa Iyambaletu TV, unaweza kujitambulisha kwa majina yako? Kwa majina kama nilivyotangulia kusema, ninamurepresente ama kumwakilisha kiongozi wa JSPI, ni kusema Jeunesse Unie pour le soutien au président de la République et aux institutions du pays, notamment la RDC. Kwa hiyo anaitwa kwa jina la Yohana Sululu Germain. Na hii JSPI ni nini? Muungano wenu huu wa vijana? Asante bwana mhariri. JSPI ni muungano wa vijana wanaokuwa na ile hali ya patriotisme, ni kusema vijana ambao wanapenda nchi yao. Wamejikusanya pamoja, ama tumejikusanya pamoja ili kuweza kuunga rais wa nchi ambaye amechaguliwa demokratiquement, amechaguliwa kihalali, pamoja na kazi ama na government yake yote kwa nchi. Malengo yenu ni nini? Malengo yetu kwanza iko resume mwa ile devise yetu. Devise yetu ni hii: soutien, development na patriotisme. Hiyo ndio malengo yetu, lakini tutaitafasiri au nitaizungumzia kwa kirefu. Soutien ni kusema uungaji mkono kwa rais mtawala ambaye amechaguliwa, ambaye anajulikana kirasmi kwamba yeye ndiye rais wa nchi. Tunamuunga mkono katika yote ambayo anayofanya, hasa kwa ajili ya mafaa ya wananchi. Tunamsupport ama kumuunga mkono ama kuwa pembeni yake ama kusaidia kazi anazozifanya, kwa sababu kazi anazo, ile vision yake ienee mahali pote. Ni kusema tunaposema tunasupport rais wa nchi ama kumuunga mkono, tunamuunga mkono yeye na ma institution zote, tuseme parlement, tuseme Senat, la police, FARDC. Kama kwa jimbo letu hapa kwa ambapo tunapatikana kwa jimbo la Sud Kivu, tunamuunga bwana gouverneur na ile kamati yake yote na kazi zote ambazo anazifanya. Tusiwe kama vile wapinzani kwa vision, lakini kuunga ile mazuri mkono kusudi ipate kufanyika. Historia yenu mmeanza namna gani mlivyoanza? JSPI imeanza pale Goma mwaka wa 2022 kwa tarehe 14 ya mwezi wa 5. Hapa njo JSPI imeanza. Ni kusema hatufike tu hapa leo kwamba tunaanza leo, hapana. Tumeanza tangu 2022 na tunakuwa katika majimbo mbalimbali, na ndio sababu tunafika hapa kufika kuinstale ama kuonyesha ofisi yetu rasmi kwa hii territoire ya Uvira. Makao makuu yenu ni wapi? Makao makuu yetu kwa sasa tungali pale Kishasa, lakini tunafikiri kuimplanter sous bureau ya coordination kwa mji wa Bukavu, lakini kwa sasa tunapatikana pale Kishasa. Hivi mnaandaa shughuli gani? Activite gani mko mna prepare pour le moment? Activite yetu kwa leo tunafikiri kwamba kesho tunafanya lancement officiel ya installation ya bureau yetu ya Jeunesse Unie pour le soutien au président de la République et aux institutions. Tunaishimika na kushimika kiongozi ama chef d'antenne atakayeongoza hii shirika hapa kwa territoire ya Uvira.
Kwa nini kuzindua? Tunazindua kwa sababu malengo yetu ni kwamba JSPI itakamata le 26 territoire ou le 26 province ya nchi yetu. Ni kusema kila province tunainstale ama tunashimika wa president ama wa chef d'antenne territoire, le coordinateur au niveau ya nani ya ma province, na inafaa inaenea katika nchi yote mzima. Shughuli zitafanyika namna gani hiyo kesho? Shughuli nitamwachia bwana katibu mtendaji, yeye ambaye anahusika atasema shughuli zitatembea namna gani. Naam, tunakuwa na katibu mtendaji wa JSPI. Jambo. Jambo mtangazaji. Watazamaji wanatamani kujua majina yako. Ninaitwa kwa jina la Bilashwiwa Lugalika Prince Gerard. Mimi ni katibu mtendaji wa JSPI na pia ni mchaguliwa kwenye ngazi za ubunge wa jimbo. Mgombea kiti cha ubunge. Ndio. Naam. Shughuli ambazo mtazifanya kesho mmezipanga namna gani? Ni kwamba kesho tariki 15 mwezi wa 11 tunapanga asubuhi mida ya saa 4 tutakuwa kwenye mapikipiki kuanza hapa kwenye ofisi yetu. Hapa ofisi yetu ambayo inapatikana juu kidogo ya Hopital de Reference d'Uvira. Tutakuwa kwenye barabara, tutachukuliwa na mapikipiki pale na magari, tunatembea caravane motorisée, tunashangilia, hatutapiga ngoma, hatutapiga mbwembwe, lakini tutakapopita watu wataona kwamba tuko kwenye sherehe. Na tunazunguka kwenye rond-point pale Kavimvira, tutapokea wageni wetu sababu kiongozi mkuu wetu anatokea Kinshasa ambaye mheshimiwa amewakilisha hapa, atapita Bujumbura, alafu tutamchukua hata tutamsubiri pale kwenye rond-point, alafu tunazunguka tena. Baada ya kuzunguka, tutakapofika kwenye jengo la meya wa mji, tunarudi tena mpaka sehemu wanaitwa Nganda di Grand Lac. Pale kuna kinywaji kidogo tumepanga na kuna chakula kidogo tumepanga kama kawaida ya kila sherehe. Naam. Watu wazingatie umuhimu wa hayo yote mtakayoyafanya ni nini? Kwanza nitapata pia nafasi ya kujibu kwa swali ambalo nimemuuliza kiongozi wangu. Ni kwamba sababu za sisi kuzindua rasmi ni kutaka wananchi ambao watanufaika na hii shirika na viongozi wa mji ambao wako hapa watutambue, sababu tumepana mabarua kwao tukawazungumzia, lakini ilibidi sasa rasmi waonekane. Ndio maana hiyo shughuli za kesho ni watu ambao watanufaika na hii shirika wajue kwamba shirika lipo. Samahani, wajue kwenye ofisi ya shirika ipo na wajue watu wapi wangapi ambao wanahusika, sababu kwa sasa malengo makubwa ni kuinstaller bureau territorial mu 145 territoire ya RDC. Sababu tayari kwenye majimbo fulani kama vile mkubwa alitoka kusema tumesha kuwepo, na nia ni kutanda popote ambapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia inapatikana, sababu ndiyo lengo na nia yetu. Waalikwa nao tarajia kualika watu wote wamealikwa. Watu wote ni kusema tumealika mamitualite zote, representativite yote. Tumealika vijana, tumealika wamama, tumealika wazee, na tumetuma tayari kila sehemu na wakuu viongozi kama wanavyopangwa, meya wa mji, administrateur du territoire, kushe zote tumegusia ili kwamba tujulikane na wao watujue. Naam. Na ujumbe wako kwa kukamilisha? Ujumbe wangu ni kwamba hichi kitu ambacho tunakuja kukiunga ni kwa faida ya watu. Kwa faida ya watu, na kama vile ulivyozungumzia, uliuliza mkubwa kwa nini tuunde hichi kitu. Tunaunda hichi kitu sababu kuna kitu fulani ambacho tumeona rais amefanya na tukaona kwamba anastahili apate mkono mwingine ambao utamuunga mkono. Ndio sisi hawa. Tuna vitu vingi ambavyo tunatarajia kufanya katika hii nchi. Hapa tarafani Uvira, nikikupa mfano, wewe ni mhariri unatembea tarafa la Uvira. Fikiria kama tungekuwa kama Avenue Shabunda ambayo unaijua. Ile avenue iliyoko leo ni kama takataka, lakini watu wanangoja mpaka meya wa mji ndio aje afanye kazi. Sasa na tunakuaga na hiyo tabia ya kujiuliza amefanya nini huyu, kuliko tujiulize na mimi binafsi nimefanya nini. Na ndio maana sisi tukasema sisi tuna malengo yetu makubwa ya kutoa mchango wetu ili nchi yetu ipate kusonga mbele. Tusitazamie tu
rais afanye kitu, meya wa mji afanye kitu, administrateur afanye kitu. Tunataka tuweke patriotism mu watu, mtu aanze usafi kwenye yeye alipo. Na kama kuna kitu ambacho hakiendeki, ujiulize wewe, na mimi mchango wangu ni nini, na mimi nimechangia nini ili hichi kitu kiboroshe. Tusiwe tuna hali ya kuuliza amefanya nini. Kwa hiyo nyinyi ni mkono unaounga shughuli za Rais Felix Tshisekedi mkono. Rais yeyote atakayetawala, maana hichi kitu sio cha leo. Tunataka kiishi milele. Tunataka kila atakaye kuwa rais ambaye amewekwa kihalali, les institutions légalement rétablies, tunaziunga mkono. Ni kuongezea hapo mwariri, hadi sasa kiongozi halali, rais wa nchi ni Son Excellence Felix Tshisekedi Tshilombo, ambaye watu wote wanaona kwamba ni mtu ambaye anataka kuleta amani katika nchi, na lazima tumuunge mkono. Kwa hiyo lazima tumuunge mkono kwa ile programme yake ya 145 territoire. Tuangalie development kama vile bwana katiba anatoka kuzungumza, kumuunga mkono, kuangalia kwamba pesa zimeingia hapa na sisi tusaidie kufanya ile kazi ifanyike. Kwa mfano nitakupatia mfano, wanapana tuseme 70,000 ama 100,000 kwa ajili ya ujenzi wa masomo ama centre de santé, lakini watu watapenda watumie 50,000 ingine mfuko. Sasa GSPI hayo hatutagombanisha viongozi watakaopewa ile pesa wala itakuwa ni shirika gani, lakini na sisi tunaweza kuangalia vijana wenye kujua ile kazi wanaunga mkono na kuangalia kama kweli zile pesa zote zimefanya kazi na kwa faida ya wakaaji, ile kitu kisimame kama vile vision ya chef de l'etat ilivyo. Asante. Tunafika mwisho. Kuna wito press? Ndio. Wito kwanza ni kutaka kuambia watu kampeni bado. Wasituone kwenye barabara wafikirie tunaanza kufanya kampeni. Hatufanye kampeni sababu kampeni bado. Sababu sisi pia GSP ni miongoni mwa watu ambao wanahamakia ile kuanza kufanya kampeni kwenye maredio. Mtu anasema mimi ni namba fulani. Unasikia nimekuambia mimi ni mgombea, lakini sikukuambia namba yangu sababu tayari nitakuwa nimeanza kampeni. Nikutaka kusema kampeni hazijaanza, na wakituona barabarani wasianze kusema tumeanza kampeni. Tunakuja kuinstaller officiellement association, na wakati muda wa kufanya kampeni tutafanya kampeni sababu tunamuunga mkono rais. Huo ndio ujumbe. Kiongozi? Asante. Amesema yote, kampeni bado, na watu wasitufikirie kwamba tunakuja kufanya kampeni, na kama nilivyosema pale mbeleni kwamba hatuanzi leo. Watu wasifikiri kwamba kuna kitu, hapana. Si tumeanza 2022 na tuko mwele kazi ya kuinstaller hii jeunesse unie pour le soutien au président de la République, kuinstaller kwa territoire zote za nchi yetu. Tunakushukuru kwa muda wako. Nami nakushukuru mwariri. Shukrani.